Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Kwa niaba ya uongozi wa skuli ya msingi na maandalizi Mfenesini, nimesimama hapa kutoa shukrani zangu za dhati kwanza kwa kupata fursa hii adhimu. Kwanza karibuni. Karibuni katika chuo cha walimu Nkurumah. Karibuni kwenye tasnia adhimu sana. Tasnia ambayo bila sisi jamii haiwezi kutengamaa. Nitumie fursa hii kwanza kuwapongeza wanafunzi wote waliopata fursa hii ya kujiunga na chuo hichi cha walimu Nkurumah. Kwanza, kumbukeni mmebahatika kupata fursa adhimu na adimu ambayo wengi wanaitamani kuchukua. Mjue kuwa mmechukua dhamana hii ya kuliandaa taifa la kesho. Dhamana ambayo mtakwenda kuiuliza siku ya Kiyama. Tunajua kuwa kila kitu ni masula, na kama tumechukua dhamana hii tuhakikishe kuwa tutaitendea haki. Wasia wangu kwenu, kama ni walimu tarajali. Tukisema tarajali maana yake tunatarajia kuwa walimu. Ndio neno hilo. Wasia wangu kwamba kwanza jiandaeni kufanya kazi kwa bidii. Nikimaana kuwa hiki ni chuo cha ualimu na sio chuo cha mchezo. Kama unatarajia kufanya mchezo, basi chuo hichi si sehemu yake. Maana yake nini? Mujiandae kwanza kusoma kwa bidii, mufanye utafiti kwa yale ambayo mnatakiwa kuyafanya. Halafu mujiandae kuwa walimu bora. Tumieni kila fursa ya masomo na mlionayo kufanya hivyo. Pili, kuthamini taaluma yenu. Taaluma ya walimu si taaluma ya mchezo kama tunavyofikiria wengine. Kuwa mwalimu tu. Ualimu ni taaluma yenye heshima kubwa. Jiheshimuni, jiandaeni kuwa mfano wa kuigwa kwa jamii. Mna jukumu kubwa la kuitangaza tasnia ya walimu kwa vitendo na heshima. Allahumma salli. Manake nikisema tuithamini taaluma yetu, tuithamini kwa vitendo na si vinginevyo. Kwa vitendo manake vile wenyewe tulivyo, tufanye yale mambo ambayo yanafaa mwalimu kufanya. Tofauti na sasa hivi walimu, manake hao walimu wa sasa hivi hatuendi huko. Nadhani tumefahamiana. Tatu, kuwa na nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa mafanikio. Waheshimuni wakufunzi wenu, viongozi wenu, na zaidi ya yote iheshimuni taasisi hii. Kila hatua mnayopiga itakufikisheni sehemu mbali kabisa. Heshima ni kitu cha bure, Waswahili wanasema. Mtakapojiheshimu, mkawaheshimu wakufunzi wenu, mtapata kile mnachokitarajia. Manake heshima, yani kufuzu si kukaa darasani tu. Ni ile jinsi gani unawaheshimu wakufunzi wenu, jinsi gani unawaheshimu na kufanya yale ambayo mnatakiwa kufanya. Tayari Ya 4, wekeni maslahi ya wanafunzi mbele. Kama walimu wa kesho, jukumu lenu kubwa ni kuhakikisha kuwa watoto wa Zanzibar wanapata elimu bora kama miongozo ya elimu inavyosema. Jamani, kuna miongozo ya elimu mtaisoma. Na mwalimu anatakiwa kufanya nini? Na mwalimu anatakiwa kuwa vipi? Miongozo hiyo ifateni. Mkifuata hivyo mtakuwa walimu bora. Na ya 5, muende kukitangaza chuo. Mtakitangaza vipi chuo? Kwa jitihada pale mnapokwenda BTP, mazoezi mbalimbali ya kufundisha. Mtakapokuwa na nidhamu,
mtakapokuwa mnajituma, ile ipekee itakufanyeni kukitangaza chuo. Na chuo mkikitangaza, yani mwaka huu kama 150, mwakani tunataka tuwe na madarasa yasiyopungua 10. Tayari na hii haitakuwa hakutaongezeka kama nyinyi hamtajikomiti kuwa walimu wazuri uko mtakako kwenda. Zamani nakumbuka mimi tulipokuwa Nkuruma enzi zile pale Betrasi, tulikuwa tukiita Nkuruma mziki mzito, na ilikuwa Nkuruma mziki mzito kwa vitendo na tulikuwa tukitofautiana kabisa walimu wa CCK na walimu wa Nkuruma. Ukimwona pale anapokuja BTP unasema yes, huyu anatoka Nkuruma. Hebu tuirejesheni, manake tuirejeshe ile hali ilivyokuwa pale Nkuruma. Nadhani ndivyo Na mwisho kabisa nirudie kutoa shukrani zangu za dhati kwa kila aliyechangia tukio hili. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ni matumaini yetu kama wakufunzi tumeyasikia kwa kina yale ambayo mwalimu mkuu wa msingi Mfenesini ametuelekeza. Kwa hiyo nafikiri yeye kama ni kioo cha zamani, kwamba alipita Nkuruma ile ya zamani, ameyasema kwa kina yale ambayo wao wameyafanya, lakini na hayo ndio ambayo na sisi tunatarajiwa tuyafikie ambayo wao wameyafikia, au tuwe zaidi ya hapo ambapo wao walifikia. Jamani, ni kioo cha taifa baada ya miaka 2 au sijui 3 tunayoitarajia huko mbele. Ni kioo. Kwa hiyo kama tukisema ni kioo, tujue kwamba sisi ni kioo. Kama ni walimu, tujue ni walimu. Assalamu alaikum. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.